Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya miaka 30 ya Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA yanayotarajiwa kufanyika Machi 18 hadi Machi 21 jijini Dar es Salaam, sambamba na kuadhimisha miaka 50 ya mfumo wa kitaifa wa kiserikali wa taasisi wa kusimamia mafunzo ya ufundi stadi nchini. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amebainisha hayo kwa waandishi wa habari katika ofisi ndogo za Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia jijini Dar es Salaam. VETA inatimiza miaka 30. Kabla ya VETA, mfumo wa kitaasisi wa kiserikali wa kusimamia mafunzo ya ufundi stadi ulikuwa ni idara inayoitwa National Vocational Training Department NVTD, ambayo ilikuwa chini ya Wizara ya Kazi na Ustawi wa Jamii. Idara hii ilianzishwa mwaka 1975. Kwa maana hiyo, mwaka huu pia tunaadhimisha miaka 50 ya mfumo wa kitaifa wa kiserikali wa kitaasisi wa kusimamia mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini. Kilele cha maadhimisho haya kitakuwa ni tarehe 18 mpaka 21 mwezi Machi mwaka huu. Kilele hiki kitafanyika kwenye ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Julius Nyerere hapa jijini Dar es Salaam. Mgeni rasmi katika maadhimisho haya atakuwa ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Waziri Mkenda amesema katika kutekeleza maagizo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha ujenzi wa vyuo vya VETA vya hadhi ya kimkoa katika mikoa yote ambayo haina vyuo hivyo inatekelezwa, na vyuo vya VETA vyenye hadhi ya kiwilaya katika wilaya zote zinatekelezwa. Hivyo wizara inatarajia kujenga vyuo 64 katika wilaya zote na mikoa. Maadhimisho haya yanakuja wakati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza tukamilishe ujenzi wa vyuo vya VETA vya hadhi ya kimkoa katika mikoa yote ambayo haina vyuo vya VETA, na vyuo vya VETA vyenye hadhi ya kiwilaya katika wilaya zote ambazo hazina vyuo vya VETA. Kwa maana hiyo, sasa hivi tunakamilisha ujenzi wa chuo chenye hadhi ya mkoa cha VETA kwa mkoa wa Songwe ambao hauna chuo cha VETA cha hadhi ya mkoa, na tunaendelea na ujenzi wa vyuo 64 katika wilaya 64 ambazo zilikuwa hazina vyuo vya VETA. Kwa hiyo kwa kweli maadhimisho yanakuja kipindi ambacho Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amepania kuhakikisha kwamba elimu hii ya ufundi na ufundi stadi inawafikia vijana wote wa Tanzania wanaohitaji kwenda katika mafunzo haya. Amesema maadhimisho haya yataambatana na utoaji wa huduma za kijamii zinazoendana na kazi za ufundi stadi kama upakaji wa rangi katika majengo ya umma kama hospitali na zahanati, sambamba na ukarabati wa mashule, kuendesha maonesho ya ubunifu na mashindano ya ujuzi na kutoa tuzo za heshima. Shughuli mbalimbali zitafanyika katika kuelekea kwenye kilele cha maadhimisho haya. Shughuli hizo ni pamoja na kutoa huduma kwa jamii zinazoendana na shughuli za ufundi na ufundi stadi kama vile kupaka rangi majengo ya umma kama mahospitali na zahanati na kukarabati majengo ya shule. Pili, kuendesha maonesho ya ubunifu wa teknolojia. Tatu, kuendesha mashindano ya ujuzi, na 4, kutoa tuzo na vyeti vya heshima kwa watu mbalimbali kwa mchango wao katika shughuli za maendeleo ya mafunzo ya ufundi na ufundi stadi hapa nchini. Aidha, amesema VETA itashirikiana na wamiliki wa viwanda na wazalishaji wa ubunifu ili kutoa mafunzo kwa wanafunzi. VETA ina maelekezo mahususi ya kujenga mahusiano na wale wenye viwanda na wazalishaji wa bidhaa ambazo zinahitaji ufundi au ufundi stadi ambao unatolewa kwenye VETA. Tumekubaliana ndani ya miezi mitatu VETA italeta framework ya mahusiano kati ya vyuo vyetu na viwanda na au wazalishaji wa bidhaa tunazohitaji hapa nchini ili kutoa fursa
kwa wanafunzi wa VETA kujifunza kwa vitendo na kutoa fursa kwa wazalishaji na au wenye viwanda kusaidia kutoa mafunzo kwa vijana wetu na vile vile kunufaika na uwepo wa nguvu kazi hii katika vyuo. Taratibu huu utahusisha na urasimishaji wa utaalamu uliopo katika maeneo mbalimbali ya viwanda na au uzalishaji. Informative TV. We believe in knowledge.